Samia Suluhu azua aibu baada ya kupewa tuzo ya kiongozi dhalimu duniani kote. Jambo na karibu kwa TanzaPulse, na tafadhali tunakusihi subscribe. Mwanaharakati wa haki za kiraia Maria Sarungi ameibua mjadala mpana duniani kwa kukosoa vikali uteuzi wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kama Tyrant of the Year katika zoezi la mwaka 2025 la Index on Censorship, akitaja matukio ya ghasia, udhibiti wa mtandao na madai ya udanganyifu wa uchaguzi uliofanywa Oktoba mwaka jana. Chapisho la Sarungi limetumia kampeni ya kimataifa kuibua mabadiliko ya umma kuhusu athari za uchaguzi na mwitikio wa serikali, na limeibua mjadala mkali juu ya demokrasia, uhuru wa kupata habari na ukandamizaji wa upinzani nchini humo. Uchaguzi wa Oktoba mwaka jana ulikuwa na ushindi wa Rais Samia wa karibu ya 97 hadi 98 ya kura asilimia. Matokeo yaliongozwa kwa madai ya udanganyifu, kufukuzwa kwa wagombea wapinzani, vikwazo vya mitandao, vikwazo vya habari na ghasia zilizofanywa na nguvu za usalama. Taarifa na mashirika yasiyo ya serikali yamesema kuwa tukio hilo lilitungwa kwa namna ambayo inakataa viwango vya uchaguzi huru na wa haki, na ni jambo ambalo limepelekea kukua kwa harakati kama Samia Must Go duniani kote. Chapisho la Index on Censorship lilichapishwa Januari tarehe 8 linamtaja Rais Samia kama mshindi wa Tyrant of the Year 2025, lilijulikanalo kama chaguo la mtandaoni linalowakilisha wale wanaodaiwa kukandamiza uhuru wa kujieleza na haki za binadamu kwa mwaka huo. Ripoti ilieleza kwamba tukio lililosaidia kumsukuma Rais Samia kwenye nafasi hiyo ni mgomo wa uchaguzi wa mwaka jana na mwitikio mkali wa ghasia uliofuata. Index on Censorship inaeleza kwa kina jinsi serikali ilivyokabili upinzani, kuzuia upatikanaji wa habari na kupiga marufuku maoni ya wapinzani mitandaoni. Sarungi ameunga mkono msimamo huu kwa kuhisia kwamba hawezi kutangazwa kama Tyrant of the Year bila kuzingatia kipaumbele cha ulimwengu cha uhuru wa mtu binafsi na haki za kiraia. Alisema kampeni hii inachochea mjadala juu ya jinsi taasisi za kimataifa zinaweza kushirikisha uwazi na kisiasa na uwajibikaji wa viongozi wakuu duniani kote. Uchaguzi wa Oktoba mwaka jana ulikuwa na uzito mkubwa wa kisiasa, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa asilimia karibu 98. Matokeo yaliyopokelewa na msimamo mkali wa vyama vya upinzani, na kulingana na taarifa za Wikipedia, kulikuwa na utekelezaji wa kizuizi cha mtandao kote nchini kwa nchi kwa wakati wa uchaguzi, aliliuzuia mawasiliano ya uhuru na mbinu za kupata taarifa. Pia kulikuwa na ghasia, ukiwemo matumizi ya gesi za machozi na risasi kuzuia waandamanaji. Vyombo vya haki za binadamu viliripoti kuwa visa vya kupigwa risasi na uwepo wa wakandamizaji wa nguvu za usalama vilizuka maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam na Mwanza. Reuters iliripoti tukio la shambulizi katika mtaa wa Mji Mwema, Mwanza, ambapo polisi walishambulia raia waliokuwa wakifanya shughuli za kawaida na kusababisha vifo vya angalau 13, watu wakiwa hawahusiani moja kwa moja na maandamano. Vyama vya upinzani ikiwemo Chadema vilipinga vikali matokeo na kuonyesha kwamba uchaguzi ulikuwa ukifanya udanganyifu na utoaji wa nafsi kwa upinzani ulikuwa mdogo sana, hali ambayo ilipelekea migomo mikubwa. Chadema ilidai kuhesabu takriban vifo vya mamia ya waandamanaji, idadi ambayo ilipatikana na vyombo vya upinzani. Taarifa za vyombo vya haki za binadamu zinabainisha kuwa serikali ilitumia mbinu kali kupunguza nafasi ya upinzani, ikijumuisha kuzuia wagombea wakuu kushiriki kwenye uchaguzi na kulazimisha baadhi yao kuhukumiwa au kukamatwa kabla ya uchaguzi. Ripoti za Human Rights Watch zilitaja hatua za serikali kama ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari, mateso ya wapinzani na uchochezi wa uchaguzi. Aidha, Umoja wa Afrika kupitia uchunguzi wake ulitoa tamko kwamba uchaguzi haukuendana na viwango vya demokrasia na taratibu za kimsingi za uchaguzi huru na wa haki.
ikibainisha kuwepo kwa udhibiti wa mtandao, kuwanyamazisha wapinzani na madai ya utoaji wa kura kwa namna isiyo wazi au yenye utata. Na katika sura ya habari za kimataifa, chanzo kilisema kuwa serikali ilizuia upatikanaji wa habari za uhuru wa kudhibiti na kufunga tovuti za habari ambazo zilichapisha maudhui yaliyoonekana kupinga serikali. Ukatili huu wa kuzuia uhuru wa habari na taarifa uliibua shinikizo la kimataifa. Na baada ya matokeo kutangazwa, vijana na makundi ya mitandao, hasa kundi la kizazi kipya maarufu kama Gen Z, waliibua kampeni za kupinga matokeo kwa kutumia alama kama Samia must go, kueleza kutokubaliana na matokeo na kutaka uwazi zaidi ya kisiasa. Makumi ya maelfu ya vijana walijumuika kwenye mitandao ya kijamii kupaza sauti zao dhidi ya kile walichodai kilikuwa uongo wa kisiasa. Ripoti mbalimbali zinabainisha kuwa maandamano haya, ambayo mara nyingi yalikuwa ya amani, yalijibu kwa nguvu kali na usalama uliotumika kuwanyamazisha kwa kutumia risasi na mabomu ya machozi, hatua zilizozusha wito wa kimataifa kwa mamlaka za Tanzania kuchunguza vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu na kutambua vifo vya waandamanaji kama mzozo wa kimataifa. Zaidi ya matukio ya ghasia, serikali ya Tanzania ilizindua kizuizi kikubwa cha mtandao Juni mwaka jana, hatua ambayo ilipelekea kuharibu kwa mawasiliano ya umma na kuzuia uwezo wa vyombo vya habari kupata habari za haraka. Kulinganishwa na ripoti za shirika la NetBlocks, mtandao ulikuwa umefungwa kwa siku kadhaa, na ni jambo lilokuwa la kushangaza kwa mataifa mengi ya Afrika Mashariki kushindwa kwa mawasiliano ya mtandao wakati wa uchaguzi. Hii ilizua wasiwasi mkubwa kwa mashirika ya haki za binadamu na wasimamizi wa uchaguzi ambao walisema kwamba uwazi wa habari na mawasiliano ni kiini cha uchaguzi huru na wa haki. Muhimu zaidi, uchaguzi wa Tanzania umekosolewa kwamba haukufuata taratibu za kimataifa na kanuni za demokrasia kutokana na ugombeaji wa upinzani na kusimamishwa kwa wagombea wakuu wa ushindani. Vilevile kulikuwa na udhibiti wa vyombo vya habari na taarifa, kizuizi cha mitandao na ushawishi wa serikali katika mawasiliano ya umma, na vilevile matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji, hata wale wasiokuwa wanashiriki moja kwa moja kwenye ghasia. Ndo hayo kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.